Kwenye lenzi asubuhi ya leo, tutazame kofi la Afrika kwa utawala wa Israeli. Jumatatu ya wiki hii, balozi wa Israeli nchini Ethiopia Abraham Negusie alifukuzwa katika ukumbi wa Mandela kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa. Wanadiplomasia walioshiriki katika mkutano wa kila mwaka wa AU uliojadili mauaji ya kimbari ya Rwanda wamesema kwamba wajumbe kutoka nchi kadhaa za Afrika walipinga kuhudhuria balozi wa utawala wa Israeli katika kikao hicho, na mkutano huo ukasitishwa hadi alipoamrishwa kuondoka. Washiriki katika mkutano huo hawakutosheka na hayo, bali katika taarifa ya mwisho ya kikao hicho wamelaani vikali jinai za utawala wa Israeli na hujuma zake za kinyama dhidi ya Wapalestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza. Washiriki wamesema kwenye taarifa ya mwisho ya mkutano huo, tunatangaza upinzani wetu kwa ukiukwaji wa sheria za kimataifa unaofanywa na Israeli na kushambulia raia na miundombinu. Israeli inafanya mauaji halaiki dhidi ya Wapalestina na inapaswa kuhukumiwa katika mahakama za kimataifa. Waliotia saini taarifa hiyo pia wametaka kukomesha ushirikiano na mpango wa kuanzisha uhusiano na Israeli na vile kuachiliwa mara moja mahabusu wote wa Kipalestina wanaoshikiliwa katika magereza ya Israeli. Pia wamelaani vikali sera ya kuwahamisha kwa mabavu wa Palestina katika ardhi yao. Kufukuzwa balozi wa Israeli kwenye kikao cha Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa si msimamo rahisi wa kidiplomasia, bali ni tangazo la wazi na la kijasiri la hasira na upinzani mkubwa wa nchi za Afrika dhidi ya siasa za ubaguzi na mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala wa Israeli. Kwa msimamo huo, nchi za Afrika zimeeleza waziwazi kuwa zinataka kukomesha uvamizi na ukatili wa Israeli dhidi ya watu wa Palestina. Nchi hizo kivitendo ni watetezi wa mapambano ya ukombozi wa Palestina, na licha ya kwamba baadhi ya nchi za bara hilo zina uhusiano wa kisiasa na kiuchumi na utawala wa Kizayuni, lakini haziko tayari kwenda sambamba na siasa za jinai na mauaji ya kimbari ya utawala huo kwa ajili ya kudumisha uhusiano huo. Kwa kutoa taarifa hiyo, Umoja wa Afrika sio tu umetangaza mshikamano wake na wananchi wa Palestina, bali pia umeimarisha uhalali wake wa kimaadili, tofauti na mashirika na jumuiya nyingine za kikanda ambazo zimenyamazia kimya uhalifu wa kivita unaofanywa na Israeli na washirika wake. Umoja wa Afrika umejitenga na misimamo hiyo na kuchukua hatua madhubuti ya kisiasa bila hofu yoyote. Hatua hiyo inaonyesha kuwa suala la Palestina bado ni kitovu cha umoja wa kimataifa dhidi ya dhuluma na uvamizi. Kwa upande mwingine, kutimuliwa mwakilishi wa Israeli kwenye mkutano wa kila mwaka wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa kunapaswa kutambuliwa kuwa ni pigo kubwa kwa mradi wa kueneza ushawishi wa kidiplomasia wa Israeli barani Afrika, kwani katika miaka ya hivi karibuni Tel Aviv imefanya juhudi kubwa kupanua uhusiano na nchi za bara hilo. Katika miaka ya karibuni, viongozi wa Israeli wamejaribu kujionyesha kuwa ni marafiki wa nchi za Kiafrika na kuzitaka zifuate au kuunga mkono sera zao kwa ahadi ya misaada ya kifedha na teknolojia kwa nchi nyingine za bara hilo, hususan katika nyanja za kijeshi, usalama na kilimo. Hata hivyo, misimamo ya nchi za Kiafrika katika vita vya Gaza dhidi ya Israeli na hivi sasa kufukuzwa mwakilishi wa utawala huo wa Kizayuni katika kikao cha Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa vinaonyesha wazi kwamba nchi hizo kamwe haziko tayari kuweka kando na kuuza thamani na maadili yao ya kibinadamu, na hazitakubali aina yoyote ya mauaji, ubaguzi na ukiukwaji wa haki za binadamu. Tunaweza pia kusema kuwa nchi zilizoshiriki kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika kwa kuchukua msimamo huu pia zimetuma ujumbe wa wazi kwa taasisi za kimataifa kwamba zama za kulegeza kamba na kuwafurahisha wahalifu zimekwisha. Ulimwengu haupaswi kushuhudia tena mauaji ya kimbari ambayo tayari yameshuhudiwa katika mataifa mengi ya Afrika ikiwamo Rwanda. Msimamo thabiti uliotangazwa na Umoja wa Afrika katika taarifa ya mwisho ya mkutano huo pia ina umuhimu mkubwa kuashiria moja kwa moja mauaji ya kimbari ya Israeli dhidi ya watu wa Palestina, kulaani mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu muhimu, na kutilia mkazo wa udharura na kuwahukumu maafisa wa utawala wa Kizayuni wa Israeli katika mahakama za kimataifa, pamoja na upinzani wa wazi wa Umoja wa Afrika wa kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala wa Kizayuni, vinaonyesha wazi kuporomoka nafasi ya utawala wa Kizayuni hata katika nchi za Kiafrika ambazo zina uhusiano wa kisiasa na kiuchumi na utawala huo. Wakati wa vita vya Gaza, viongozi wa Kiafrika walilaani vitendo vya Israeli kwa lugha kali na ya wazi. Afrika Kusini ilienda mbali zaidi na kuwasilisha mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya haki, ikiituhumu Israeli kwa imefanya mauaji ya kimbari katika eneo hilo la Palestina. Inaonekana kwamba hatua ya sasa ya Umoja wa Afrika si tu kwamba si ya kuwatetea watu wa Palestina, bali pia inaakisi zaidi sauti ya bara la Afrika ambalo baada ya miongo kadhaa ya ukoloni na ukandamizaji sasa linatoa wito wa kukomeshwa kabisa ubaguzi na dhuluma duniani.
Hatua hii inatambuliwa kuwa ya kihistoria kuelekea upande wa kuarifisha upya nafasi na mchango wa bara la Afrika katika uwanja wa kimataifa. Bara ambalo miaka mingi iliyopita lilikuwa muhanga wa ukoloni, sasa linasimama wima na kutetea haki na uadilifu. Hapana shaka yoyote kwamba mabadiliko haya yanaweza kuwa kigezo cha kuigwa na maeneo mengine ya dunia. Lipi litakuwa jibu la taifa la Israeli kwa bara la Afrika? Hayo yakiendelea, Rais Paul Kagame wa Rwanda amezikosoa vikali nchi ambazo hivi punde zilitangaza kuiwekea Kigali vikwazo kutokana na mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akihutubia hadhira katika mkutano wa kila mwaka wa kumbukizi ya mauaji ya kimbari ya Rwanda 1994 Jumatatu, Kagame alizikosoa vikali nchi hizo hasa za magharibi kwa kuiwekea vikwazo nchi yake kwa kisingizio cha vita vya mashariki ya Kongo DRC. Kagame amesema, wanakuja katika nchi yako kisha wanakwambia tutakuwekea vikwazo. Nini? Nendeni kuzimu. Pasi na kutaja nchi yoyote, Kagame ameendelea kusema, mna matatizo yenu, mnapaswa kuyashughulikia, niachieni ya kwangu. Haya yanajiri wiki chache baada ya Umoja wa Ulaya kumwekea au kuwawekea vikwazo makamanda wa jeshi la Rwanda, mwezi mmoja baada ya Washington kutangaza vikwazo dhidi ya waziri katika serikali ya Kagame. DRC na nchi za magharibi zinaituhumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 ambao tangu Januari wameteka miji ya Bukavu na Goma ya eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa DRC. Rwanda imekanusha madai hayo. Mwishoni mwa mwezi uliopita, serikali ya Rwanda iliyapiga marufuku mashirika yote kimataifa na ya kitaifa yasiyo ya kiserikali na mashirika yanayofanya kazi nchini humo kushirikiana na serikali ya Ubelgiji na mashirika yake tanzo. Kabla ya hapo, Ubelgiji ilijibu hatua ya Rwanda ya kukata uhusiano wake wa kidiplomasia na nchi hiyo ya Ulaya na kuwafukuza wanadiplomasia wa Rwanda nchini Ubelgiji. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdoulaye Diop amesema Ukraine inavuruga utulivu barani Afrika kwa kuunga mkono makundi ya kigaidi katika eneo la Sahel barani humo. Katika mahojiano na shirika la habari la RIA Novosti Jumatatu, Diop amesema kuwa hatua za Ukraine ni tishio kubwa kwa usalama wa kikanda. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.